12 rewards of fasting. Thawabu 12 kuhusu kufunga. Lakini kuhusu kufunga huku nitaongea 5 peke yake. Lakini hizo zingine 7 nitaongea tukimaliza kongamano. Kwa sababu masaa ndio haya yameenda, na katika kongamano tunaongea kuhusu the acceptable year of the Lord. Hiyo ndio theme ya kongamano letu mahali hapa. So somo hili litatoka kwenye kitabu cha Isaiah 58. Ukiwa nyumbani utasoma hicho kitabu chote. Isaiah 58 yote inaongea kuhusu kufunga. Lakini tukiwa hapa leo tutaongea kwenye chapter 58 verses 6, 8 and 9. Isaiah 58 mstari wa 6, 8 na 9. Sasa basi, najua huu ni mwezi mtukufu hata kwa wale wenzetu wengine Waislamu. But I want us to know, kuna mambo ambayo Paulo anasema katika mambo fulani singependa mkose kufahamu. Na mimi this time round katika mambo ya kuhusu kufunga na kuomba singependa mkose kufahamu. Ningependa mfanye kitu ambao mnaelewa. Ndio maana kwa wakati huu ni pandemic, lakini kwa maana mmeelewa maana ya kumtolea Bwana, bado mmekuwa mkijinyima mkeka hela kanisani kwa sababu you are doing what you know. So, na ndio nimeanza. Fasting is not just about keeping ourselves from the pleasures of food. I repeat again. Fasting is not just about keeping ourselves from the pleasures of food. Kufunga sio kwa sababu tu ya kujinyima raha ya chakula. Maana wengi usikia kwamba kufunga ni kuacha kukula. Nadhani kutoa mali yako katika siku hii ya leo ya kwamba kufunga sio tu kujinyima chakula. It is about gaining rewards. Kufunga tunafunga ili tupate thawabu. Kwa hivyo usifunge kwa sababu tu pastor ametangaza, kwa sababu ni mwezi mtukufu, kwa sababu imetangazwa ni dini yetu imesema. Ufunge ukijua unahitaji reward. It's about gaining a reward. But you may be asking, is it biblical to fast for reward? Je, ni kibibilia kuomba ili tupate thawabu? Of course the answer is yes. Na Yesu alisema kwenye kitabu cha Matthew chapter 6 verses 17 and 18. Tusome hapo kwa haraka. Nichukue tu Biblia zetu, maana mmoja akichelewa mwingine anaenda mara moja. Ndio leo tutaenda namna hiyo tu, na Bwana atatubariki. So nisomewe kama vile Yesu alivyosema kwenye kitabu cha Matthew chapter 6 verses 17 and 18. Inasemaje? Inasema, bali wewe ufungapo jipake mafuta kichwani, unawe uso wako, ili isionekane na watu ya kwamba wewe unafunga, ila baba yako aliye sirini, na baba yako aonaye sirini atakujaza. Biblia inasema kwamba and our Father who sees in the secret will reward you. Inasema we don't fast just for the sake of denying ourselves from food, but we are fasting for reward. Anasema when you fast, when kuna maneno tofauti. Unajua wakati kwa shuleni tuliulizwa what would you like to be? I would like to become a teacher. Kwa niwe mwalimu wa chuo. Haikuwezekana. But still, na kwa mtu tofauti ya when na if. If ni optional, lakini when ni kitu ambao ni lazima uifanye. Kwa hivyo Yesu anaposema when you fast, ina maana Mkristo mwanadamu wokovu kufunga ni lazima, ni muhimu. Kwa hivyo unapofunga bla 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 bla, lakini babake aonaye kwa siri atakupatia thawabu. Haleluya. Kwa hivyo usifunge manake pastor ametangaza, utakonda bure. Amen. Usifunge kwa sababu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, nakwambia utakonda bure. Amen. Inafaa ufanye kitu ambao japo pastor ametangaza, japo ni itikadi ya kidini, japo ni mwezi mtukufu, lakini usifanye kazi ya kupoteza. Inabidi kwamba uombe kwa sababu unahitaji reward. Now, what is the reward? Thawabu ni nini? Number 1, the solution we seek.
ile suluhisho ya maisha unayotafuta ambayo imekuchanganya, ukifika njia panda. Na wale mlikuwa na mimi from the first week tulianza maombi, nilikueleza ya kwamba unaweza kufika njia panda. Hivi kama ni Jumapili nilisema ule wimbo, nimefika njia panda, nimefika njia panda, nimefika njia panda, sioni njia. Lakini kwa wakati umefika njia panda, huu ndio wakati ambao ni wa kufunga na kuomba, kutafuta suluhisho ya jambo hilo ambalo linakusumbua moyo. Kwa hivyo saa hiyo reward ni kwamba Bwana analeta suluhisho la hilo swala ambalo limekunyima usingizi. Number 2, the provision. Saa hiyo watu wamefanya mtihani, wamefanya standard 4, wamefanya standard 8, wamefanya form 4, wamefanya university. Kwa hiyo uende ikawa mtoto wako ni mmoja wa hao. Inafika mahali ambao hauna karo. Haleluya. Mimi naona neema ilitosha juzi. Mtoto wangu alikuwa anaanza kusema, "Daddy, wamesema nishonewe uniform." Sasa juzi nikaona wanapima uniform imeshashonwa. Mungu ameprovide. Haleluya. Hiyo pia niliwa siku anaombea, lakini by the way. Lakini Bwana aunaye kwa siri kwa nini? Will reward you. Kwa hivyo provision, kuona mtu akwambia nitakulipia tamu moja ya karo ya shule, hiyo ni jibu la maombi. Hallelujah. So don't just fast because you are fasting. Lazima utake reward. Number 3, the deliverance. Deliverance ni watu ambao tunaendelea, tutafika hapo kwa zaidi, lakini kuna vitu ambavyo zimefunga maisha yetu, zahitajika ukombozi. Kwa hivyo unapoomba, unapofunga na kuomba, ijapokuwa nilikuwa nasema Biblia iliandikwa kwa taifa la Israeli, lakini ikawa directed to entire universe, lakini baadaye ikawa minimized the church. Kwa hivyo naongea kama church, lakini baadaye inakuja kuwa personal yako wewe mwenyewe. So wakati ninapoongea kuhusu kufunga na kuomba, naongea jamii ya Grace Abundance as a church. Lakini wewe pamoja na kuombea mahitaji ya church, inafaa uchukue hii as a personal, uweke mahitaji yako binafsi. You need deliverance. That is a reward from God. Bwana kukomboa maisha. Kuna wapako wale ndoto chafu ambao tunaota ndoto mbaya mbaya. You can be delivered. Amen. Number 4, from even to get the comfort. Napenda vile ambao ndugu yangu Joshua huwa anaomba. Mtu nilisema ukiokoka haimaanishi uingie kanisani akili yako kuacha mlangoni. Unaelewana? Unanisikia? It doesn't mean that now you are saved to leave your mind in the door. Sasa uingie kanisani mjinga mshamba. Never. Kabisa. Ndio mimi sasa nikiomba nafungua macho nione kama mnaomba nyinyi pia ama amuombe. Haleluya. Of course, bali kama mimi nitakwenda ngana in Jesus name. Na wewe umekolewa macho alialia. Idea. Anasema Bwana, kuna wengine ambao tuna changamoto katika ndoa zetu. Na kama kuna kitu ambao inakula kanisa leo ni ndoa. Maana hata mimi siwezi kuja hapa nisimame na ujasiri wakati nimetoka nyumbani nimekosana na mke wangu, alafu nje hapa Bwana anatenda, hata mimi nitakosa confidence. Haiendi. Amen. So unapofunga, Mungu analeta comfort, faraja ile ambao pale umekuaruzika katika ndoa, God can bring to you. Amen. That is also what we call what? Reward. Alafu wa mama sikizeni. Maina Ng'ang'a alikuwa anahubiri akasema, kama kuna swala mumeo amekosea, usianze kumuuliza siku ya Jumamosi, wala Jumapili, wala Jumatatu. Maana Jumatatu umetoka kanisani, na nafaa barikiwe na yale ambao si kwamba wewe umetoka kanisani kufika nyumbani ndio umeweka mume wako na kesi. Mume si nguo apatikane sokoni, wala sio kitunguu apatikane gengeni. Usipotunza wa kwako hakuna spare, nasema.
mume wapata mzuri ametulia, ukifika nyumbani unaanzisha kelele. Mama waharibu nyumba kwa mikono yako mwenyewe. Eti waharibu nyumba na masika inakuja utalia, utanyeshewa mama. Unajua wakati wanaume tumetulia, wamama wanachukua advantage ya kukoroga. Na wanaume wengine wameenda usheratini kwa sababu ya kukorogwa na wake zao. Kweli I tell you. Na okay, hata nisiongee sana, lakini vita vingi vya ndoa inaanza kitandani. Tutaongea siku nyingine hiyo. Siku ya wamama na couples. Unajua amenifanyia, amekataa kunisuka, sio suka nywele, mnajua kila bao nasema pale ilianza, mnajua. So by fasting, that was my point by the way. God can give us the comfort in our marriages. It is also a part of reward. Amen. Hawa mama sio kwa baya, lakini kuna waume pia wakorofi. Pia mama kwa nipona achukua advantage ya kumpesa, maana mama yuko kimya. So usione kama eti basi upanga utakata wa mama alafu niache wa baba. Kuna baba wengine pia wakorofi vile vile. Kwa maana mtu amekaa ametulia sasa, ndiye atamfanyia vituko mpaka mama aanze kuanza niambie. Bwana Yesu asifiwe. So reward number 4 ambao Mungu anapatia ni comfort, yani faraja. Mungu anapatia faraja. Lakini these things you must expect them. Lazima unapofunga utarajie. Now, wakati ambao unatarajia mambo haya, tunasema kwamba there is no single fast in the Bible that didn't have a specific goal it was trying to achieve. Hakuna mfungo ndani ya Biblia ambao wanasema tuombe tu sisi tuombe. Jehoshaphat alipoambiwa kwamba jeshi limefika karibu, na aliambiwa kwamba wamesema wanakuja kuchukua watoto zenu wa kisichana na wake zenu, alafu wanaume wote wataondolewa jicho la kulia. Wanaume wote nje ya Israeli watangolewa jicho moja, tabakika hivi wanaume wote. Jehoshaphat akaogopa, akatangaza mbiu Waisraeli wote waje katika kuomba na kufunga. Wakaja mbele za Bwana huko Mispa, wakaanza kumlilia Bwana. Walipomlilia Bwana, matokeo maadui walikuja, wakawaona wanakuja, wakaogopa. Lakini walipofika karibu, Bwana akawachanganya wale maadui, wakaanza kupigana wao kwa wao. Hallelujah. How I pray maadui zako waanze kumalizana wao kwa wao katika jina la Yesu. Hallelujah. So no single fasting in the Bible ambayo ilifanywa bure. Kwa hivyo tunapofunga na kuomba, make sure umekuwa na target. There is something. Bwana sifiwe. Tena kueleza watu rahisi, kwa nini waje kanisani? Why do you come to church? Wale ambao hajielewi na leo amesimama wokovu kesho ameanguka, maana yake hajui anafuata nini kanisani. But if you know what you are following here, come rain, come sunshine, you will be here. Because you know what has brought you in the church. So, now, the above done two things to us. Yale mambo ambayo nimetaja hayo yanatufanyia mambo mawili. Unapoomba ukiwa umetarget reward, itakufanya number 1, kama unaandika, it causes us to focus on the reward we seek, not our hunger. Fasting with the focus on the target, it causes us to focus on the reward we seek, not our hunger. Yani ikiwa kuna kitu ambao unaombea na ukweli imekukula, hautasikia njaa. Utakuwa unachomeka kuona yale mambo. Unajua nimekuwa hapa wiki mbili na mimi nilikuwa nikiomba, nashukuru sana mama Gitao. Kila siku alikuwa anipatiaga fruits. Tunakula fruits peke yake, mimi nasali hapa. Because na sikusikia njaa wala nini, kwa sababu gani? Nataka conference. Maana yake vitu vile nisaidie kuomba. Juzi nilikuwa mazizini kwa ya. OCS ni huyo na magari na maaskari. Haya watu naambiwa waondoke. Who knows kama tunaweza kuketi hapa conference halafu ndio huyo afike na gari. Na tumeshagarimika, tumeleta wahubiri. So it is my heart desire Bwana, nasema afadhali utende hii kuliko hiyo chakula. I don't feel even eating. Number 2, sijui kama Uhuru anatangaza lockdown anytime, manake ile pandemic imezidi kupanda tu hesabu, haishukagi. So these two things will drive
afadhali nikose chakula, lakini nataka kuona hii mambo inafanya. So sitasikia njaa, sitasikia. So kama kwa kweli umefunga na kuna kitu ambao unataka kwa Bwana, dada yangu, hautasikia njaa. Utakuwa unaangalia kile ambao unataka. Ikifika wakati wa breakfast, utaingia chumbani utafute kile unataka. Wakati wa lunch time, utaingia chumbani badala ya chakula umwambie Mungu kile ambacho unataka. Hallelujah. Fasting with the tithe for a reward from God. Itakudrive. Unajua kama umefunga kama vile natangaza hivi, ikifika saa 6 na kuambia hiyo pua sasa hiyo vile umefunga, omena harufu yatoka hapa, nyama imetoka hapa, sukuma wiki imetoka hapa, kuku imetoka hapa, za kuja hapa kwako, maana tumbo lako wewe umefunga, maana umelazimishwa kufunga. Kwa hivyo wewe hausikii lingine, wasikia utakuwa jioni saa ngapi, na leo unaniambia nifunge, nikifungua takula nini? Wachana na kile utakula ukifungua, tafuta kile wataka kutoka kwa Bwana. Fasting and praying on a focus. Hallelujah. Point number 2. It allows us to see God's faithfulness when the answer comes. Fasting on focus will allow us to see God's faithfulness when the answer comes. Inatusaidia kuona uaminifu wa Mungu wakati ambao jawabu limekuja. Na Pastor George ndio shuhuda. Njoo hapo utoe shuhuda. Pastor George tulikuwa tunaendelea naye hapo wiki hizo 2. Na nimesema kufunga jambo la kwanza, ile jambo alikuwa anafikia Mama Isaka yuko. Mama Isaka unilia. Hao watu siku hizo 2 chakula ilikuwa haipiti kwao. Na kisha hapo huyu baba akinieleza na mimi nakosa appetite. Lakini sasa hivi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kweli Mungu yupo. Amen. Amen. Ukijidai yako mwambie Mungu yupo. Amen. Lakini ameshaombeni naye mtapata. Bisheni naye tafunguliwa. Usipoomba utaweza kuona. Ni kweli. Mimi kusema kweli niko nafanya kazi kule. Kula tena. Lakini yule bosi wangu anyway there was no hakuwa na kosa kubwa. Ilikuwa ninakunywa maji mahali because siwezi kunywa maji mbele ya wageni. Sasa I set myself to have myself mahali ninywe maji. Sasa as the way tunakunywa maji yule bosi akaja akanikuta pale. Sasa akashua kama nilikuwa nimekimbia na kuja nimejificha. I tried to explain myself lakini hakunielewa. So akasema nao wewe service yako imekuwa terminated. Wewe nilisikia mzigo sana mwenu mwangu. Ikaja it was a Sunday. In fact that Sunday nilikuwa nimepreach hapa na school. Na nimekuja kwa morning glory nimeomba na nguvu sana. Sasa kwa Mungu jengeni. Even on Sunday after worship nimetoka kanisani. Okay fine. Nimeingia pale saa 3 kwa basi ndio kibishi. I've been there for 4 years by the way. Niko pale kazi kwa miaka 4 na yule boss nimekuwa naye na namjua vizuri sana. Okay fine. Kaja nyumbani. Kwa hiyo endelea nikabaki pale nyumbani. Mama alikuja nikamwambia mama naye akavunjika moyo. Sasa itakuwaje? Kwa hiyo tumenunua shamba Matangoni. We almost finished that shamba, tumalizie kulipia shamba. Sasa kibarua kimekatika. Itakuwaje? But God is faithful. Amen. Mahesabu mengi hapo tunadaiwa. Sasa tutapiga mahesabu. Sasa hivi kalikuwa vipi? Hiyo utakuwa vipi? Tutafanyaje? Tutaweza vipi kule shambani? Amen. But God is faithful. Ni hapa kanisani, ni pastor basi kule mambo yameandika. Sasa tukiingia hapa tukaomba na pastor smart. Kama Bwana hii kazi kama iko tarudi. Na kama hakuna Bwana atafungua chini. Amen. Watu tulikuwa sikamzigo kusema kweli. Uzilo tulikuwa sikamzigo. Fine. Tulikuwa tulio maombi ya touch. That hiyo kabla ya ukimbili. Pastor kwa Kanani nikaanza kufundisha kuhusu mambo ya fasting and praying hapa. Wale ambao hapa ukio. Ile ndio mchango na nikaanza kuchukua maombi. Amen. We pray maombi ya siku 2 na hapana nashuka. Ikawa tunaomba na uzito. Katika kitabu cha Zaburi 35, hebu soma Zaburi 35. Because ile boss anasema you can go in until there's no that you can get your Jews. Zaburi 35 anasema Bwana teta nao wanaopigana nao. Hebu soma Zaburi 35 anasema mwanzo. Bwana teta nao wanaoteta nami. Endelea. Pigana nao wanaopigana nami. Endelea. Ushike ngao na
kigao. Ushike ngao na kigao. Usimame unisaidie. Usimame unisaidie. Utwae na mkuki wapige. Utwae na mkuki uwapige wanaonifuatia. Wanaonifuatia. Uiambie nafsi yangu. Uiambie nafsi yangu. Mimi ni wokovu wako. Mimi ni wokovu wako. Waibishwe. Waibishwe. Wafedheshwe. Wafedheshwe. Wanaotafuta nafsi yangu. Wanaotafuta nafsi yangu. Warudi nyuma. Warudi nyuma. Wafadhaishwe. Wafadhaishwe. Wanaonisulia mabaya. Wanaoniwazia mabaya. Anasema wanaochimba mashimo kwa ajili yangu niingie, waingie wenyewe. Waliotega mitego iwanase wenyewe. Bwana sana. Basi tukabidi kwa Bwana tukaomba Mungu. Amen. Na tukaendelea na maombi yatoka matangazo hapa. Been coming here for the whole 2 weeks. Kweli Bwana ni mwema. Amen. Sasa kule wakawa nipige hesabu lakini hesabu ilikuwa haiko sawa na ile yangu. Haleluya. So sisi tukaomba. Kuna mmoja yule ambaye nikaenda akamwelezea akanipigia hesabu vizuri, akaenda akamwambia. Lakini kwa kuna ugumu because sensi pale kwa kitu pale hawakushiki vizuri na kudumu. Amen. Saomba so, Bwana teta nao wanaoteta nami. Wanaoniwazia mabaya waingie wenyewe. Haleluya. Morning Glory wala kikosi cha Morning Glory tukatiombea hii hali. Wala kuja Morning Glory kuja kwa hapa tukaombea hii hali. I'm telling you for sure. On Saturday, on Friday, amen. Waliniita wakaenda wakanipatia zangu zote. So nashukuru Bwana. Sababu hiyo nikapata relief. Amen. Najua kuna Bwana. Najua kama Bwana ametenda hapa atatenda. Because this second time, unajua kama kustombe wakanilipa. They have paid me. So niko na ushuhuda kwamba kweli maombi yanatenda na Bwana anatenda. God bless you. Amen. That is when you are praying on focus. Ikiwa unaomba, ikiwa kuna kitu unalenga, baada ya jibu kupatikana utaona uaminifu wa Mungu. And I'm teaching you this, sio kwa sababu wiki ya maombi imeisha, but I want you wewe mwenyewe uchukue wakati wako uombee yale mambo yanayokusumbua. And by so doing utaanza kufurahia mfungo kuliko kulia njaa. Na sivyo, itakuwa ikifika saa ile wewe moyoni mwako unaanza tayari kusikia njaa. Unaanza kuumia, unaanza kusikia harufu ya omena, harufu ya Bwana sifiwe. So it allows us to see God's faithfulness when the answer comes. Wakati jibu limekuja, tutaona uaminifu wa Mungu. So determine the reward. Unapoanza kuomba, zingatia thawabu unaotaka. Wachana na njaa ikae mahali nakaa. Haleluya. Wachana na chakula pale nakaa. Weka macho yako kwa kile kitu ambacho unataka. Wachana ya kwamba utafungua na nini, utakula nini, utafanya nini. Manake kile ambao it's burning, is hurting you ni more than food. Chakula umekula tangu wewe mtoto, tangu zaliwe, ulianza kunyonyeshwa, ukanyweshwa uji, you've been eating. We've been eating. So determine the reward. Write down what you need during a time of fasting. Uandike chini kile ambao unataka, sio tu kwamba Bwana na ujue unataka nini. Andika kile ambao unataka wakati huo ambao unafunga, ndio ukijibiwa utajua hili Bwana amejibu. Determine your reward before you enter the fast and it will make fasting a joy. Anza kutafuta kile itafanya kufunga kwako iwe ni furaha, isiwe mzigo. Bwana sifiwe. Kama unaombea mkeo aokoke au mumeo aokoke, itafanya maombi yako iwe ya furaha. Haleluya. Kama unaombea biashara yako inawiri, hata unataka kuacha, utataka kuacha, itafanya maombi yako inakuwa na furaha, na hata baada ya kupokea utakuwa na furaha vile vile. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Now, these are the 12 biblical rewards from the book of Isaiah 58. Now 4 of them nitatoa kwenye verses 6. Tuko na rewards 12, lakini 4 katika hizo natoa kwenye verses 6. Nianze kusomewa, tafadhali nisomee taratibu. 58 Isaiah verses 6. Umesema hivi? Yes. Je, Sauli aliyochagua si ya namna hii? Je, Sauli ambaye Bwana alichagua si ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu. Sasa hiyo ni point number 1. Kufungua vifungo vya uovu. To loose
the bands of the wicked. Now, bands are the things that hold you back. Bwana sifiwe. Dada yangu Evelyn, unipe tu kuta niende kwa shule ile kwa ndoa tangu jana na juzi. Sawa sawa? Unajua tukiongea kuhusu mzigo si dhambi. Lakini mzigo ni kitu ambao inaweza kurudisha nyuma katika mambo ya kimungu, ukawacha kupigana mambo ya kimungu, ukaanza kupigania minor things. Tunaelewana? Hapo watamu kuna wakati ambao Pastor yangu kaita sasa alikuwa na nyumba gorofa, kanisa lake la gorofa. Bwana mmoja akaja kumjaribu mwenzake. Haya, tutaenda Siloruna hadi hapa. Huyu tutaenda na mashina vipi bwana? Mashina la jina gorofa kubwa, nyinyi mnakaa kwenye banda kama hiyo. Wakati huo hii yangu bado ilikuwa ni banda. Wakati ndugu yangu Chosen pale alijenga yale kubwa cathedral pale. Unaona kazi yule ndiye mwanaume. Kujenga kanisa katika lango la mji. Sasa kama wewe haujielewi, mimi kama pastor ninaanza kuacha kile ambacho nilikuwa nafanya hapa, nianze kutana na kupata gorofa ya Titus na jengo kubwa la nani? Na Chosen. Mimi najua maana kwa pesa zake. Do I know where they got their money? Tunaelewana tena? Nimepunguza hiyo pesa nyingi sana, nipandishie kidogo. Bwana sifiwe sana. Usiende kwa nyumba ya jirani ukapata mume wa jirani yako amemnunulia mkewe vitu, ukabeba ukaja kulazimisha mumeo kukununulia hizo vitu. Usiende mwanaume mwenzako kwa nyumba ya jirani ukapata mke wa jirani katengenezwa vizuri ama anakaa vizuri na mumeo, ukaja kumwambia mkeo, mbona wewe ukae kama mke fulani? Utateseka. Inaitwa mizigo, si dhambi, lakini ni mzigo. Nilikuwa na ukarusa kwa Evelyn. Nilienda kwake nyumbani. Nikaona digital. Inaitwa digital? Smart TV, asante sana. Digital Smart TV. Hiyo nimeipenda. Na bado naomba ninaweka siku ya ufungo nimwambie Bwana hii nataka. Yaani ni TV ambao wewe ukienda YouTube unaona pale, sio kwa simu, Facebook pale. Wananiambia pastor, ukianza kuhubiri tunakuona kwa screen yetu ya nyumbani ya TV. Wengine wanakuangalia kwa simu wao, na TV yao wanakuza pale, kama wana YouTube anaklik pale kwa screen. Alafu mtoto wao sasa kuna channels nyingi za watoto midoli, nyingi za kizungu, mtoto anakaa pale anacheza mpaka na za Kitaliano pia inakuwa tuned huko. Hivyo basi niache mambo shughuli zangu, maana nataka kushindana na mshirika wangu, maana ana smart TV na mimi nataka hiyo. Si dhambi, lakini ni mzigo. Kuna watu ambao unakaa ukingangana kukimbizana na maisha ya jirani. Unapofunga na kuomba, kitu cha kwanza, you will lose the bands of the wicked. Hiyo mizigo zitakuacha polepole. Hata ukiona mtu ile ndugu yangu Karisa, babako gari yake milioni ngapi hiyo? Someone told us to go to the showroom and choose the vehicle. And we chose the 4 million. The Lord has done it. Na Pastor Wino pia akuja hapa. Now I want the vehicle for 4 million. Pastor mmoja akaona washirika wengine walilepa sababu gari. Akaja kwambia, unaona? Pastors wananunuliwa magari. Nyinyi hata mkokoteni hamjawahi kununulia. Si dhambi, lakini ni mzigo, itakusumbua, itakufanya mama ukonde. Baba itakufanya ukonde. You don't know where people get their money. Hata tuache makanisa. Kuna wengine kama ritualist. Wewe unafuatilia tu. Alafu wengine nao wanatabia kuangalia picha za Nigeria
alafu anataka avae kama picha. Wale wanavaa wakati wanaenda kuact na wanachukua nguo dukani, wanakuja kuact nayo, wakimaliza wanarudisha dukani, na mwenye duka amempatia ili ionekane kwa mtandao apate wateja. Wewe unataka uishi kama Mnigeria wa TV? Utakadima uwe au utayaweza? Mizigo. Kwa hivyo unapofunga na kuomba, target, focus mizigo ambao tamaa, ukiona vitu kwa watu nataka, target kama riwa nyumba na kupatia akuondolee. Juzi tu mama alikuwa aniongelesha kuhusu pasta fulani, nikamwambia wewe nione kama nafanya makosa, lakini usimtajie mtu. Siko ni mama. Kwa uzuri tu, nione. Lakini nikamwambia usimtajie, maana inafanya hiyo na mzigo. Haya, pasta wengine wanapenda kuvaa suti na tai. Nimwambia Pasta George, nikiona umekuja angalau kanisani kwetu kunaingana wenye matai pia. Natamani sana wazee wavae tai. Lakini mimi mwenyewe naona kwamba sina time ya kuifunga. Unaelewa? Whatever you feel like doing, wewe lifanye kwa sababu imefikia wakati wa kulifanya. Usilifanye kwa kuwa umeona mwingine amefanya na kuambia utateseka. Inaitwa mzigo. Hiyo ni point number. Okay, wacha nipatie maandiko. Hebrews chapter 12 verses 1 section B. Leo niko na wasomi kanisani. Kwa hivyo nikwambia section B utaelewa. Nisomee section B. Hebrews chapter 12 verses 1 section B. Anasemaje Paulo? Umefika? Section B. Nasema hivi. Tukimtazama Yesu, Hiyo section B. Biblia inasema. George, section B. Na dhambi ile itusindayo. Anza pale mzigo. Tukiweka kando kila mzigo. Tukiweka kando kila mzigo mzito. Na dhambi ile itusindayo. Kwa upesi. Hapo tosha tu. Hiyo section B. Lakini wewe soma tu kuanzia mwanzo utafikia pale. Wewe kwa Biblia yako ni ile chapter. Uweke kando ile mzigo ambayo inakuzinga kwa upesi mpaka unaanza kutamani. Kuna wapastors wengine pia hata akiona mshirika wa mtu ambaye ana vitu, sasa anaanza kungangana, anamtaka huyo mpaka anamshawishi kabisa ndio kanisani kwetu. Mzigo si dhambi, si dhambi, lakini mzigo. Okay? Point number 2. Sasa kabla tuende point number 2, have you ever known Christians who are held back? Wakristo ambao wamevutwa nyuma. Sikiza. Niangalie sasa. Maisha ya kawaida, be it spiritually ama physically, inafaa ukitembea, ukipiga hatua 1 2 3. Sawa, inafaa urudi nyuma moja. Life na hardship itakufanya urudi nyuma. Bibi yangu alisema, ni kweli hakuna kitambi, maana kitambi kianza kuja, kuna shida za nyumbani zinarejesha, sivyo? Inafaa kitambi ikuje irudi kidogo, lakini baadaye itoke tena. Lakini kuna mpendo ambaye yeye alikuwa hapa akapiga hatua 1 2 3. Lakini akaanza kurudi nyuma 1 2 3 4 5. Mpaka ndugu ulikuwa unajua kwamba hawa sasa na matumaini wanaenda mbali, unashangaa huyu ndugu wameokoka. Mpaka wale hawajaokoka wanasema kama huyu ni mwokovu basi hata mimi nitaingia mbinguni. Wanavutwa nyuma. Kila kitu unajaribu kufanya haiendi mbali. Kwa hiyo mizigo ndio yale mambo ambayo in your life unang'ang'ana kwenda mbele, lakini badala ya kufika pale mbele wakuta kwamba uko nyuma. So unapofunga inafaa utajie kwamba Bwana huku kwenda mbele na nyuma kama kinyonga, sio? Kinyonga ni wafanya hivi. Anaenda mbele na nyuma. Akaba nao na wapenda kwa uimbaji. Anasema beba muite kaleta kimbu ya wajo kimbu nupi ya liula. Ndugu wa Kristo msiwe kama kinyonga. Enyi ndugu wa Kristo msiwe kama kinyonga. Kazi ya kinyonga ni kujibadili. Usiwe kama kinyonga kwenda. Tena unarudi nyuma.
Sasa hiyo ndio inaitwa mizigo. Point number 2. Baada ya haraka maana nataka nimalize kabla ya saa 7. To undo the heavy burdens. Hiyo kitu kuhusu heavy burdens. Hebu soma tena. Pale chapter verse 6 tunaendelea. Mfungo niliochagua sio hii. Kuzilegeza kamba za nira. Kuzilegeza kamba za nira. Kuacha huru walioonewa. Kuacha huru walioonewa. Na kwamba mvunje kila nira. Sasa to undo means violently shaking off. Ukija kwa maombi, yale mambo ambayo yanakuzingira hizo mizigo unayakumuta kwa uzito. Kwa hivyo katika kufunga itakusaidia katika hali ya kufanya zile vitu zianguke katika maisha yako, zianguke zenyewe. Nikwambie ukweli, mapepo mengine ukianza kufunga zitaondoka zenyewe maishani mwako. Sema amen. By fasting and praying. Now the word undo means violently shake off. Fasting doesn't just get rid of the burden, but it violently shakes them off. Haiondoi tu, lakini inayaondoa kwa fujo. Unakuta sio yule wa zamani watu wamjua, maana ametoka kwa mfungo. Nilikuwa na hapa siku nilikuwa nyumbani na baiskeli. Nilikuwa niko kwa maombi. Alafu kufika pale mtoto mwingine akarusha tu mkele makusudi kwenye. Kwambia nimesema kama ningekuwa si kwa maombi, wewe ningeshuka nimezotandika huyu. Mwanangu juzi aligongwa hapo barabara ni hiyo akaumia vibaya. Hakuna dabu. Katika nikaenda zangu. Sasa huyu ndio juu. Naona kwamba hayana maana isinipotezee muda. Haleluya. Reward ya kufunga na kuomba. Number 3. Okay, tunasema kwamba number 2 tunasema kwamba the word undo means violently shaking off, and fasting doesn't just get rid of the burden, but it violently shake them off. Number 3. Endelea. Hizi point ini natoka kwa mstari wa 6 peke yake. Ndio. Je, sababu niliyochagua si namna hii? Si namna hii. Kufungua vifungo vya uovu. Hiyo ni point number 1. Kuzilegeza kamba za nira. Hiyo ni number 2. Kuacha huru walioonewa. Kuacha huru walioonewa. Number 3. Na kwamba ngoja. Katika hiyo verse 6 natoa point ile. To let the oppressed free. Kuacha waliofungwa, walioonewa huru. Kuna watu walioonewa na mapepo. Kuna watu walioonewa na wanadamu wenzao. Ndio tunasema ya kwamba the discouragement you are passing through, the bruised and the wounded go free when we fast. Huyu bishop bwana anakuja kuhubiri hapa. Nampenda. Alitoa kwa mikono ya wazazi wangu kabisa. Lakini mwaka fulani tukaenda sehemu za Western, akaniacha Vihiga. Akasema ya kwamba anakuja kupeleka watoto shule, anitumia pesa nifanye nauli. Akaja huko akasahau. Mengine nilikuwa naona mabaya, maana sasa naishi kwa nasali hapa. Kuna mengine ambao naona mabaya kwangu kabisa. Lakini anaweza kuuza wengine. Lakini mengine akasema lakini hapa pastor ameniuni. I was wounded. Watu ubaliani mimi si Mluya. Lugha wakati ulikuwa sielewi, lakini ikabidi nielewe. Maana mwezi mzima ikabidi watu wakenda shamba niende pia shamba. Nimetoka town kwa nimeshasahau kulima. Ikabidi niende mashule nikikolect mashilingi ya watoto nipatafute nauli. Nikafanikiwa kupata nauli. Siku ambao nakuja ni nauli peke yake. Nimekuja kutoka Western, kutoka Rwanda, huko Vihiga. Nimepewa mkate nusu na soda chupa ndogo. Mwaka wa Nilo tafiki imejaa. Mpaka kiti changu ni hiyo, viti vimeshajaa kwa kusia. Ile nimekalia hiyo projector. Alafu ndio Nilo nimeenda siku 3 njiani. Siku ngapi? Kuna sehemu unashuka mpaka mnatembea gari natembea na hiki mnatembea. I was wounded, I tell you. Na nilipofika hapa, watu wakubwa hawakoseaji. Wanaokosea ni watoto. Maana hata mtoto wako ukimkosea huwezi mwambia leo usinisamehe. Kwa hiyo yeye hakuniomba msamaha.
Akaniambia, hata umefanya vizuri. Umeonyesha sinema mpaka ukapata pesa. Umefanya good boy. But inwards of me, I was really wounded. Nilipofika nikapata crusade endelea Watamu. Mama anajua hiyo sasa. Na mimi nilikuwa nimeahidiwa na kufunguliwa kanisa Watamu. Wameleta watu wengine Watamu. I was wounded. Hiyo 98. 99 ikatokezea forma na ngambo na missionary. Hiyo akasema kijana hawezi enda, baba ndio lazima aende kafe. Naendelea kuwa wounded tu. Ikafika wakati nataka kuoa mara ya kwanza. Hiyo nayo ikafeli. Moyoni mwangu nikajua ni wao ndio wamechangia. I was wounded. In my heart, huyo mzee mpaka mwaka huu ndio Bwana aliniambia vitu ni kuachilia. Hallelujah. I was wounded. Nikakuja mahali yako kufungua huduma, akasema kunisaidia mimi nikusaidia mimba itakayokuja. Na akatangazia watu kanisani ya kwamba wasisimame na mimi. I was bruised. Lakini ni mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Ni mtumishi wa Mungu bali na mheshimu. But have you ever known that kwamba yale mambo uliyotendewa ukidhani unateswa ndio yalikuwa nakufundisha uwe strong? Hallelujah. Maana kama sio hayo mateso, Watamu hii singetoboa. Amen. Kwa una ujasiri kusimama na yule mzee na kumwambia, baba, asante kwa kunipa training ya military. Bwana aliponifunulia hiyo, nikanunua zawadi, nikachukua mke wangu na Sami na mtoto wangu, nikaenda kumbariki, kumwambia baba ni asante, maana kama sio wewe singenijua Watamu, singenijua Malindi, singenijua hata Mata, hata nyinyi wewe singewajua. Maana ningekuja vipi? Kwa nani? So I was bringing point ya kwamba in life kuna watu ambao wako bruised, kuna watu ambao wako wounded, kuna watu ambao wameteswa, wanalia kila siku, lakini unapofunga na kuomba kamba za nira zinalegea. Sema amen. Lazima unakombolewa mpaka yale matatizo unayaona ni njia ya kuenda hatua za juu. Huyu mwenzake ameachishwa kazi, wakaambiwa tutakutana mwezi wa 7, lakini wale wametoka na mshahara, lakini ametoka na pesa. Sasa wewe mwenyewe ukose kutumia vizuri, maana akili pia uko nayo. Aha. Sisi kweli basi. Amen. So whatever you are seeing ya kwamba ni mbaya, wakati ambao unakombolewa unaitumia kama advantage ya kupatia Mungu utukufu. Piga Yesu makofi mazuri. So when we fast, we expect the yokes to be loose from our life. The yokes to be broken katika maisha yetu. Amen. Don't keep people in your heart. Moyo wako ni mdogo sana, usimebana na watu. Wachilia. Na naongea kuhusu saumu ambayo Bwana amechagua. Sio ile amechagua wewe. And by the way, wengine ufikiria kwamba akifunga atalazimisha Mungu kufanya anayotaka. No. Mfungo wake unakusaidia wewe ku ride in the line of God. Na ndio kushenge kwa mstari wa Mungu, maana umekuja kwa mstari wake. Sasa anakujibu yale maombi. Lakini yale mengine unakuwa utapatapo na mlazimisha Mungu fanya hii, Mungu fanya. Saa zingine huwa nakataa hii mambo ya wahubiri wanasema kwamba possess and whatever. Because there are things that you will not teach God and know how to do things. Saumu aliyochagua. So fasting will help you to understand God. Hallelujah. Kufunga itakusaidia kukubaliana na Mungu na kufuata mapenzi yake, maana yake utakuwa umefunga. Tuko na magapi? Number 4. Hii kwa number 3 ndio. To let the oppressed free, and akasema discouragement is oppression, bruised is oppression, and wounded they go free. Wakati ambao ulijeruhiwa. Sikiza, kuna mama hapa walijeruhiwa na waume zao. I tell you, mimi siko mbele kwa yule mzee. Hata akasema mwana mpotevu, leo umekuja mwana mpotevu. Karibu mwanangu, nilikuwa nakungojea. Sikiza, yule mwana mpotevu yule anampongeza. Kuna vitu aliona pale nyumbani ambao walikuwa havifai. Akasema baba nipe sehemu yangu ndalie mbele.
Na baba hakujua kama yeye ana udhaifu wake pale nyumbani. He never know. Sasa nakaa na wewe hapa hata Theophilo. Mimi sijui mahali ya kukosea. Hata ukiondoka usema mimi leo ndio kanisa lingine, kama kushangaa. Theophilo tuko hapa nyumbani bana anahudumu. Sasa hata naenda mimi kinamtoa. Hata wasio leo mimi nitaondoka nimeenda kanisa lingine najiuliza mimi sio na watunza wangu vizuri. Mwana mpotevu kuna kitu aliona akaona baba hawezi kurekebishika hata tufanyeje, so nitaondoka. Lakini aliporudi baba hakumsamaha, alimwambia karibu mwanangu, ulikuwa umekufa na sasa umekufufuka. What is my point? Kuna watu ambao wanakukosea lakini hawasikii kama wamekosea. Dadake huyu mshemegi yangu yule, sijui kama ndio mkubwa wako ndio mdogo wako, hata sielewi. Wewe ndio mkubwa wa ndugu. Wewe ndio ndugu Matuti. Wewe ni mkuu wa Mtinda. Mama Mtinda. Sasa yule shemegi kuna siku alikuja akaniambia maneno nikalia machozi kanisani. Alafu nikakataa kumtembelea. Ikapita mwezi. Siku moja tukakutana akaanza kuniambia, "Wino, hata siku hizo kuje kwangu." Mama ni crazy. Yaani vile alinitukana siku ile tena ananiuliza mimi, ananilaumu sana. Yaani mimi ndio na makosa, kwa nini siendi kumtembelea? Nikajaza mwenyewe kwamba mtu anaweza kukosea na wewe ukabeba moyoni mwako, kumbe sasa yeye alikosea nisahau ikaisha. Na alikuwa hivyo hata huyu dadaka anajua. Alikuwa anamwambia maneno mazito na wakiachana hiyo amesahau. Kwa hivyo usibebe mtu moyoni mwako. Yeye alikuchokoza, alikutukana, alikwambia na mlipoachana alisahau. Wewe ndio umekaa nao moyoni mwako, utakonda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kufunga na kuomba itakusaidia kuwa huru kabisa, itakusaidia kuwa huru. Now, number 4, to break every yoke. Now, yoke also is a bad habit. Yoke. Sasa yoke si mzigo sahihi. Hiyo ni tabia mbaya, ni ile dhambi ambao inakufinyilia. Paulo mwenyewe mtume anasema kwamba yale nipendayo kufanya siyafanya, lakini yale nisiyopenda kufanya hujikuta nimeyafanya. Alafu anasema ya kwamba hii ina maana ya kwamba ndani yangu halikai jema, ndani yangu inakaa mbaya. Anasema lakini alikuwa anasema nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti? Lakini hapo malizia pale anasema namshukuru Mungu Baba kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Unapofunga na kuomba, hiyo bad habit ambayo imekusumbua muda mrefu unakombolewa kwayo. Amen. Bad habit ndio yoke. Unajua yoke kule kwetu, yule fahali ambaye anainuka na kugonga watu anawekwa nira na fahali mkubwa kumliko, anapelekwa shamba akalime, anachapwa mpaka ananyooka. Ama punda anafungwa mwenzake huku nira huku na nira huku. Sasa kuna watu ambao wamefungiwa nira ya dhambi, ya tabia mbaya, anapenda aende huku lakini analazimishwa kwenda huko. Anajikutaka anajiondoa lakini bado inaenda huko. Anaenda huko. Nira. Kufunga na kuomba itakufungua kutokana na bad habit. But you must do it purposely, makusudi. Sio kwa kuwa pastor ametangaza. Hapo ndio tunakosea. Mimi nitatangaza kama jumuiya yetu sote, lakini wewe inafaa uiteke personally. Bwana sifiwe sana. To break every yoke, and the yoke is a bad habit. When you fast, the bad habits will be broken. Sasa ndani point number 5. Twende verses ngapi? Verses 8. Hizo point ile imetoka kwa verses 6 only. Hizo point ile zio kwenye verses 6. Sasa tuko verse 8. Naongea kwa point ya mwisho ya 5. Isaiah 58 verse 8. Soma. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi. Tosha. Sasa kuna versions tofauti ya Biblia. Moja inasema then your light will shine. Wote nisome kwa Kizungu ndio nipate versions mbalimbali za Kizungu, ili kwamba unajua Kizungu wanitamu kidogo. Maana yake ni lugha ambayo imefanya kununuliwa. Kwa hiyo kitu ambacho umenunua huwa inakuwa ni thamani tena tamu. Umegharimikia, tukupata bure. Sasa then your light will break forth
in the morning. Alafu mwangaza wako itangaza wakati wa usiku. Mwangaza wako itangaza wakati wa usiku. Isaiah chapter, nione kwa Biblia yangu hizi mpaka ngojee kwanza ifunguke yenyewe ndio baadaye inaweza kuchelewesha, lakini lazima uingoje hivyo hivyo. Isaiah 58 verses 8. Nasoma kwa version inaitwa, tuanze na King James version ambayo inasema verses 8 inasema, then shall your light break forth as the morning. Nuru yako itangaza ghafla pap, kama vile asubuhi ambayo usiku kulikuwa na giza totoro, lakini sasa kuna pambazuka, giza limetoroka, alafu mwangaza imekuja baada ya kufunga. Reward. Then katika version nyingine inaitwa Net version inasema hivi, Net version inasema verse 8 inasema then your light will shine like the sunrise. Your light. Sasa wewe katika maisha yako, mwili wako ndio itang'aa kama nuru ya jua likitoka. Bwana asifiwe. Nuru ya jua likitoka. BBE version nakupatia translations 3 ili uelewe kile ambacho naongea, alafu tunaenda. BBE version yanasema kwa Kizungu, then will light be shining on you like morning. Bwana asifiwe. What is light? Light is the revelation you get from God. Light, the revelation you get from God. Kabla nijenge kanisa hili hapa kulikuwa na mlima mkubwa na kulikuwa na msitu, na watu walikuwa wakipita tu, mapastors wanapita tu hawaoni. Lakini siku moja Bwana akatuongoza kuja mahali hapa. Ndio nakwambia, siku moja pastor mmoja akakuja, akaanza, nikampata amepita na gari kupita na gari, nikafikiri ananihitaji mimi, so nikamfuata kanisani, mimi hajui kwangu. Lakini nilishangaa kufika pale mlangoni, nikakuta anatembea kwenye floor hapa, jamani, cha mtu ni cha mtu. Nilipokuwa hapo hata mbona nilikuwa sioni hapa jamani. Sikiza, nilisema jana ya kwamba kama wewe ni msichana, wakati ambao unachumbiwa, ndio wanaume wasio na revelation wataanza kukufuata kusema kumbe wewe anafaa kuchumbiwa. Mbona hawakuona mapema kabla uchumbiwe? Revelation. Hallelujah. Na vile vile wasichana ama wavulana, wakati ambao sasa wamechumbia, ndio sasa wasichana wengine ambao hawana revelation wanasema jamani, kumbe huyu alikuwa anafanya nini, anaweza kuchumbia. Lack of revelation. Lakini kwa kufunga na kuomba, Wasomali walikuja tu hapa. Nilikuwa naduka kule Tabasco. Nikaona na Wasomalia wanajua kanuni ya Biblia. Biblia inasema mahali utakapokanyaga kwa miguu yako nitakupatia kama urithi. Sio mahali unakanyaga kwa viatu vyako. Mahali utakanyaga, utakanyaga kwa miguu yako, pale ambao utakanyaga, uache viatu kando, kanyaga utoe mpaka soko. Mahali utakanyaga kwa nyayo ya miguu yako na kupatia kwa urithi. Wao walipokuja hapa na kibanda langu kule Dabaso, wanapasua saa 11 wanatembea hapa kikaya watatu. Ndio bwana unafanya nini? Walikuwa wajeni hizo maduka. Mtu alikuwa anateka mti. Walikuwa wanateka mti. Walitembea miguu chuma hapa. Wanasifio. Miguu chuma. Wakatembea. Nikaona vijana kuja. Wazee wanakuja. Wanaona kwa mama ndio hao kuja. Wazee anatembea mtaa wa nini? Watamu hii. At the end of the day, tukaona maduka ikaanza duka moja. Haya wanakaa pale Wasomalia wengi. Kesho nasikia sasa hivi wamesambaa. Wanaanza tu hapa tu. Juu hapa nuru hapa. Haya wamesambaa mpaka sasa hivi mpaka Mzabaa. Na hata Kanani kule wako. Wakati ambao wengine tunakopa kufungua maduka, wako kule. Revelation. Fasting will give you revelation. Without revelation, utakuwa unangoja watu waanze biashara, watakukimbizana hiyo ambao watu wameanza. Mtu ameanza kazi fulani, watakukimbizana hiyo. Na I tell you, fasting will give you revelation. Then your light will shine like the sun of the morning. Hallelujah. Amen. Your light will shine. So you will have
revelation of God. Kwa hivyo ukifunga, focus, tarajia kuona ufunuo kutoka mbinguni. Things will dawn on you. Mambo yataanza kuchipuka. Nasema sasa hivi nikianza kutembea na hii, bwana mmoja kwa Kidurai, amjua Kidurai. Kidurai nikija hapa akiniuzia kitanda ya portable bed. Kama naenda wapi sikosha, nasema hii unahitaji hii. Uendao kwa kongamano la wenzako. Unajua wale mnamjua, anajua kuongea. Sijui ni mix blade mkuu na mtama yule bwana. Sasa hii ukienda wakati watu wameweka leso chini na mikeka, wewe unafungua tayari kitanda chako unalala. Sasa kesho wakati conference ikiendelea, unashangaa unasema wewe ndugu wewe lazima uongee, maana jana walikuwa umetembea na kitanda chako. So revelation will make people follow you. Hallelujah. Itafanya watu wakufuate. And these are rewards of fasting and praying. Amen. Hii ni wakati ambao pandemic inaendelea. Mimi nilikuwa na kiti hapa na ubiri. Haya, now I'm coming to you live. Nilipata hii sana nikitembea pale nasema, yule bwana anatembea na speaker kadogo akihubiri. How I pray. Ya kwamba ukienda kuomba, Bwana akupatie revelation on your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, when you fast, the Bible comes alive and you will see things you never saw before. Unapofunga na kuomba, na usifunge na kuomba bila kusoma Biblia. Kwa kama ndio rafiki yangu anaenda kufunga kule mlimani, alafu mwanamke wa Kiarabu akamletea pilau kule baharini, alafu tulile kwa kufunga mpaka bwana nimeenda vizuri. Mwanamke wa Kiarabu likiwa usiku akaniletea pilau nikakula. Because akusoma Biblia. When you pray, Bible becomes real to you. Hapo ndipo unajua wewe ni nani ndani ya Biblia. Yesu alijua yeye nani ndani ya Biblia. Walipomuuliza Yohana, wewe ni nani? Wewe ndio Masihi. Yohana akasema, nyinyi hamnijui. Mimi niko ndani ya Biblia. Mimi ndiyo sauti ya mtu aliaye njiani nikisema, tengenezeni njia ya Bwana. Haleluya. Wakati Yesu alitoka kufunga na kuomba akaja, maana alipokuwa alipobatizwa, Roho alikuja kwa mfano wa njiwa, akatua mabegani mwake. Akasema, sauti ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa. Introduction ya Mungu mwenyewe kumintroduce na watu. Huyu ni mwanangu mpendwa, msikizeni yeye. Alipotoka pale, huyo Roho ambao alikuja mabegani mwake, akamovershadow. Na kwanza alikuwa overshadow mamake alipokuwa tumboni, akampeleka mlimani. Kule mlimani alikuwa pamoja na Roho. Aliporudi sasa akasema, amekuwa Biblia sema, Roho wa Bwana ni juu yangu, najijua mimi nani. Leo unabii umetimia. Yule mliyemtabiriwa amekuja. Haleluya. Revelation after prayer. Hata Yesu hakuanza huduma bila kufunga na kuomba. Alienda kufunga on a target. Haleluya. Sasa kuna Roho Mtakatifu ndani yako na kuna Roho Mtakatifu juu yako. Roho Mtakatifu ndani yako anakufundisha ili ukomae, lakini juu yako inakusaidia wengine. Tumeelewana? It is almost like revelations spilling out faster than you can ever catch them. Ukiwa unafunga na kuomba, maufunuo yatakuja maishani mwako kwa haraka. I was just teaching you on how to fast and pray on a purpose. Amen. Kufunga na kuomba kwa makusudi. Usifanye kazi ya bure. Ungangane, sasa nitangaza, itaonekana mimi hata nitangaza tunafunga. Wewe ukiona na idea yako kujikula isikusumbue. Maana mimi nishakutangazia wewe funga. Unaelewana hapo? Na mimi nani wakati nimetangaza nikupata unakula hainihusu. I want to be a church ambao mtakuwa mna respect God. And this will help you personally. Wacha na mimi sasa nisipoenda pasta anasema namna gani? Nakumbuka one young man nilipokuwa kule Tabasi nilikuwa kwa generator. Nikatangaza kwamba nani alipatia mafuta? Yule kijana kainua mkono akasema kaleta mafuta ya 250. Nikija kwa kesha mafuta hakuna. Ndugu yangu, ulisema kaleta mafuta, iko wapi mafuta? Sema mimi niliona utaaibika kama watu hawakuinua mkono. So mimi nimeinua mkono ili usiaibika. Ikanisaidia nini sasa? Hata afadhali ningeaibika bila mikono
nikatafuta pesa ya mafuta. Sasa leo sikuaibika, maana umeinua mkono, watu wakakupigia makofi, alafu sasa tunaanza kuhangaika usiku saa 3. Don't do things maana pastor amesema. No. Utakombolewa. Haleluya. Amen. Utakombolewa kwa sababu you will be doing things on the purpose. So kwa miguu yako wakati huu, alafu tumwabudu Bwana, tuende mbele za Bwana sahihi tukaweza